Karibu tena kwenye channel hii, mahali pa ukweli, maarifa na elimu ya kina kuhusu dunia ya fedha za kidigitali. Leo tuna mada nzito sana ambayo inagusa hisia za maelfu ya watu waliowahi kuchimba P-Network. Unakumbuka jinsi ulivyokuwa unafungua app kila siku, ukibonyeza tu mining button, ukiamini kuwa siku moja utakuwa milionea? Ulikuwa unasema, naichimba mapema kabla haijakuwa kubwa. Ni kama Bitcoin ilivyoanza. Nimeshaalika marafiki 50, niko vizuri. Lakini sasa hivi, miaka imepita, hipi haijafunguka, haijawahi kuingia kwenye soko la wazi, open mainnet, na watu wengi wameanza kusema, tulichimba bure. Kuna faida kweli hapa? Mbona imeshaorodheshwa kwenye exchanges lakini bado siwezi kuuza? Leo nitakueleza ATOS kwa undani, na mwisho wake utanipa tu like na subscription bila kushurutishwa, kwa sababu ukweli huu hautokani na maneno ya watu, unatokana na utafiti. P-Network ni nini kweli? P-Network ilianza mwaka 2019 na ilikuwa na lengo la kutengeneza cryptocurrency ambayo mtu wa kawaida anaweza kuchimba kwa kutumia simu yake ya mkononi. Tofauti na Bitcoin ambayo inahitaji vifaa vya nguvu, P ilikuwa nyepesi, rahisi na isiyokula betri wala data nyingi. Hii ilifanya watu wengi kuvutiwa kwa sababu ilikuwa ya bure na isiyohitaji ujuzi mkubwa. Lakini kuna kitu kimoja watu walishindwa kuelewa mapema. P-Network haikuwa na bidhaa inayotumika moja kwa moja. Haikuwa coin ya kweli sokoni, ilikuwa bado kwenye hatua ya maandalizi, yaani testnet. Kwa hiyo watu walikuwa wanachimba kitu ambacho bado hakina thamani halisi kwenye soko, na walitegemea siku moja thamani hiyo itatokea ghafla. Hilo ndilo tatizo lililojificha. Kuorodheshwa kwa P, ukweli wenye maumivu. Ndiyo, P-Network imeorodheshwa kwenye baadhi ya exchanges, lakini si listing ya kawaida. Ninachomaanisha ni hivi: exchanges kama Huobi, Coin na wengine waliweka P kama EO token. EO ni kifupi cha EO, ni ahadi tu, si coin halisi. Kwa hiyo kama una P ndani ya app ya P-Network, huwezi kuipeleka huko. Na kama unayo P kwenye kt.com, hiyo si P halisi bali ni token ya kuaminiana tu. Watu wengi walishangilia kuona P imepanda hadi $30 kwenye exchange, wakadhani sasa watakuwa mamilionea. Lakini wakagundua hawana njia ya kuuza kwa sababu token zao ziko locked. Wengine waliuziwa P fake kwenye Telegram au WhatsApp, wakapoteza pesa. P bado haijaenda kwenye open mainnet. Hakuna wallet ya nje inayoweza kutumika na P app kwa sasa. Dhamani ya P haijathibitishwa kwenye soko la ushindani wa kweli. Kwa hiyo, kusema imeporomoka si chuki, ni kusema ukweli. Sababu za kuporomoka kwa matumaini. Hakuna timeline rasmi. Timu ya P haijasema lini haswa P itaanza kuhamishwa, transferable tokens. Hakuna liquidity ya kutosha. Huwezi kubadilisha P yako kuwa USD, Bitcoin au fiat kwa urahisi. Hakuna kesi halisi za matumizi. Hakuna maduka makubwa ya kimataifa yanayokubali P kwa sasa. Haya yote yamefanya watu waanze kupoteza imani, na hiyo ndiyo maana tunasema P imeporomoka. Sio bei tu, bali imani ya wachimbaji. Kwa nini haikuwa bure kabisa? Lakini ndugu yangu, sio kila kitu ulichofanya kilikuwa bure. Ulichimba, ukajifunza jinsi crypto inavyofanya kazi. Kuelewa Hipe's reality. Umejua kuwa si kila project ya crypto inafika mbali. Na hii ni elimu kubwa, na elimu haina bei. Ukitumia makosa hayo kujua jinsi ya kuchagua miradi bora kesho, utakuwa mshindi. Nini cha kufanya sasa? Usikate tamaa. Huu ni mwanzo wa safari yako ya crypto. Usiuze P yako ovyo. Subiri mpaka official open mainnet itoke. Jifunze kuhusu crypto zingine zenye msingi thabiti. Fuata channels kama Nuhu Onlinet kwa maarifa ya ukweli. Crypto si mchezo wa kubahatisha, ni mchezo wa watu wenye maarifa sahihi na wakati sahihi. Umeona sasa, sio kila unachoona mtandaoni ni dhahabu. Kuwa mjanja, tafuta maarifa na usikubali kufuata hipe bila uelewa.
Kama video hii imekufungua macho, like video hii, share kwa marafiki zako wote, na subscribe kwenye Nuhu Online kwa video zaidi kama hii. Mpaka kesho ndugu yangu, kumbuka elimu ni silaha, na hapa ndipo chuo cha Crypto kiko, Nuhu Online.